Msafishaji alijifunza kutoka kwa habari kuwa mwana wa tajiri aliyekuwa na utajiri mkubwa alikufa kwa ajali ya ndege. Ili kuwa tajiri, alifika kwenye mazishi ya mwanamume huyo akiwa na tumbo kubwa. Alidai uongo kuwa ni mchumba wake. Mama ya mwanamume huyo aliamini igizo lake. Baada ya yote, alikuwa amebeba mtoto wake. Kuanzia wakati huo, mwanamke huyo alisema kwa heri kwa umaskini na kuishi maisha ya bibi tajiri. Lakini miaka 5 baadaye, mjakazi nyumbani alikimbilia kwa haraka na kusema kwamba bwana mdogo bado anaishi na alikuwa njiani kurudi nyumbani. Baada ya kusikia hili, mwanamke huyo aliwaka msongo mara moja. Hata alianza kufikiria matokeo wakati uongo wake unafunuliwa. Haraka, mwanamume huyo alifika mlangoni pa nyumba. Mwanamke huyo aligeuka mara moja na kujificha. Mama ya mwanamume huyo alikuwa na furaha na huzuni. Kwa mara ya kwanza, mwanamrembo sasa alionekana amechoka. Msichana aliyerudi naye alielezea kwamba alikuwa amemuokoa kutoka baharini baada ya ajali hiyo, lakini alikuwa amepoteza kumbukumbu kwa sababu ya jeraha la kichwa. Kusikia hili, mwanamke huyo alipumua mshindo na kuendelea kucheza jukumu la mchumba wake. Walakini, siku iliyofuata, wakati sura nzuri ya mwanamume huyo ilipozoea polepole, mwanamke huyo alihisi hali ya hatari. Msichana aliyerudi naye tayari alikuwa amempenza huyo bwana mdogo tajiri. Ili kulinda nafasi yake, usiku mwanamke huyo alijaribu kukuza uhusiano wa karibu zaidi na mwanamume huyo. Alitoa albamu ya bandia ambayo ilikuwa na picha za kikundi za wakati wao wa mapenzi. Hata hivyo, mwanamume huyo alishikilia msimamo thabiti. Hakuweza kuanzisha uhusiano na mwanamke huyo hadi ukweli ufunulike. Baadaye, mwanamume huyo alimwamuru msaidizi wake kuchunguza utambulisho na historia ya mwanamke huyo kwa siri. Alichokichukia zaidi ulikuwa udanganyifu, lakini mwanamke huyo asiyekuwa akijua hili alikuwa bado akijaribu bahati. Asubuhi moja, alimleta mvulana kwa mwanamume huyo na kusema kuwa ni mwanaye. Hawakuwa na uhusiano wa damu, lakini kwa kushangaza, mtoto huyo alionekana sana kama yeye. Moyo wa mwanamume huyo ulianza kutikisika. Wakati huu, msaidizi wake alionekana na matokeo ya uchunguzi. Taarifa zilionyesha kwamba kila kitu kuhusu mwanamke huyo kilikuwa bandia. Alikuwa amemkaribia kwa nia mbaya.